Lily hakuwa mwanamke wa kuinama kwa mtu yeyote. Si kwa mume wake, si kwa jamii, na hasa si kwa mama mkwe. Kinywa chake kilikuwa kama pilipili moto iliyochanganywa na tangawizi. Ukisema neno moja, yeye atakurushia 10. Ukipandisha sauti, yeye atainua kiti. Hakumwogopa mwanamume wala mwanamke. Hata radi ilimwogopa Lily. Watu wa mtaa wa Tabata walizoea kusema, yule mwanamke, usithubutu kumchezea. Si mpole kama unavyomwona. Na ilikuwa kweli. Wakina mama wa soko wakimsema jirani yake, Lily alikuwa wa kwanza kuwavaa uso kwa uso. Niongelee tena, nitakuosha kama kanga. Hakuwa na muda wa mtu yeyote kumwongoza. Si mume wake, si mchungaji wake, na zaidi ya wote, si mama mkwe. Alikuwa akisema mara kwa mara, mama mkwe anatakiwa ajue nafasi yake. Hawezi kuja kuniambia nifanye nini ndani ya nyumba yangu. Kamwe. Halafu Lily akaongeza kwa jeuri, kwa kweli, kama mume wangu bado ana mama, Mungu amchukue kabla sijaingia nyumbani kwake. Watu waliposikia hayo walishikwa na butwaa. Lakini Lily hakujali. Alikuwa na moto ndani ya mifupa yake na radi kwenye ulimi wake. Alitembea kama malkia, akazungumza kama chifu. Na alipokasirika, ilikuwa kama kimbunga kikikumbana na volkano. Lakini ndani ya kifua chake kikubwa, kulikuwa na moyo mdogo laini, moyo uliotaka tu amani. Alitamani mwanamume atakayempenda kama ya mpya, nyumba inayonukia kama uji wa asubuhi, mahali ambapo jina lake lingeitwa kwa furaha, si kwa matusi. Lakini maisha ya Lily hayakuwa matamu kama asali. Hasira yake ilikuwa kama petroli, kibanzi kidogo tu, boom. Kila kitu kinapasuka. Na kutokana na hasira hiyo, matatizo yalikuwa kama kivuli, yakimfuata kila mahali. Lily aliwahi kuolewa si mara moja, si mara mbili, bali mara 3. Na ndoa zote 3 ziliishia kama sahani zilizovunjika sakafuni. Mume wake wa kwanza alikuwa mrefu kama mti. Jina lake alikuwa Elasto. Watu walisema alikuwa mpole kama upepo wa jioni. Lakini siku moja walibishana na Lily kuhusu supu ya kawaida tu. Elasto akasema, hujaweka chumvi ya kutosha. Lily akasimama taratibu kama simba anayeamka kutoka usingizini. Akachukua chupa ya malt, akaivunja kichwani mwa Elasto na akapiga kelele, kama unataka chumvi, nenda Lake Bahari. Damu ikaanza kutoka. Majirani wakakimbilia ndani. Ndoa ikaisha wiki hiyo hiyo. Mume wa pili wa Lily aliitwa Kevin, mwanaume tajiri mwenye magari makubwa na anayeishi Tabata Bima. Alikuwa anamiliki biashara kadhaa na alikuwa na hadhi mtaani. Siku moja baba yake Kevin alikuja kuwatembelea. Kulikuwa na kutoelewana kidogo tu mlangoni. Mzee akapaza sauti, hivi ndivyo mke anatakiwa kuwa? Heshima iko wapi? Kabla hata hajakaa vizuri kwenye kiti, Lily alikimbilia jikoni, akarudi na kisu mkononi akasema, semeni tena nitasaga ulimi wenu kama bamia. Familia nzima ikapiga kelele, anataka kumkata baba yetu. Ndoa hiyo nayo ikaisha kwa kilio. Ilivunjika kama ndoto nzuri usiku wa mvua. Mume wa 3 alikuwa Samueli. Ndoa yao ilikwisha kwa moshi na moto. Siku moja Lily alirudi nyumbani usiku na akamkuta Samueli akichati na mpenzi wake wa zamani kwenye simu. Hakusema neno. Hakupiga kelele. Alisubiri mpaka Samueli alilala. Kisha Lily akachukua mafuta ya taa, akayamwaga sebuleni yote. Kufikia alfajiri, nyumba ilikuwa majivu tu. Watu wakakusanyika, midomo wazi. Samueli alikimbia nje bila viatu, akipiga kelele. Habari zikasambaa kama moto wa nyikani. Lily akasimama nje ya nyumba hiyo iliyoungua, kanga yake ikiwa imefungwa kifuani, akasema, kama moto hauwezi kuchoma upuuzi, basi na mimi nibadilike kuwa moshi. Ndoa hiyo haikudumu hata mwezi mmoja. Watu wakaanza kumuita Lily moto. Wakawa wanasema, huyu mwanamke hahitaji uchawi wa giza. Hasira yake pekee inatosha kubomoa madhabahu. Lakini Lily hakuwa na furaha. Nyuma ya moto, nyuma ya kelele, nyuma ya sauti yenye radi, kulikuwa na upweke.
Alitamani mtu wa kumshika mkono pale mwili wake ulipokuwa umechoka. Mtu wa kumbembeleza pale moyo wake ulipokuwa ukilia kwa kimya. Hakuwa mwanamke mbaya. Hakuweza tu kuinama. Hakutaka kupigana. Alitaka tu amani. Lakini amani ilikuwa inamkimbia kama kuku anayekimbia shoka. Mbali na Tabata, katika eneo la Mbezi, aliishi mwanamume mmoja anayeitwa Andrea. Alikuwa kijana mwenye sura ya kuvutia, meno meupe yaliyopangwa kama shanga, ndevu safi kama viazi vitamu vipya. Miaka 34 tu, lakini alishamiliki magari mawili, nyumba kubwa kama kanisa na biashara iliyokuwa ikienda kama upepo. Watu walikuwa wakisema, huyu ana kila kitu isipokuwa mke. Kila Jumapili majirani walimuuliza, Bwana Andrea, lini tutakuja kula wali wa harusi? Andrea alikuwa anacheka tu na kupunga mkono. Lakini nyuma ya tabasamu lake palikuwa na huzuni. Sababu ya Andrea kutoa haikuwa mkosi wala kukosa wanawake. La hasha. Ilikuwa ni mwanamke mmoja, Mama Jenny, mama yake mzazi. Mwanamke huyo alikuwa maarufu kwa sauti kubwa kama kengele, midomo isiyochoka, macho makali kama sindano na maombi ya alfajiri yaliyotikisa dari. Alikuwa mwalimu mstaafu, lakini alizidi kupiga kelele kama bado yupo darasani. Watu wa mtaa walimuogopa kuliko nyoka. Alitembea na Biblia mkono wa kushoto na moto wa maombi mkono wa kulia. Kila alfajiri alisali kwa sauti, moto wa Roho Mtakatifu. Kila mwanamke wa kishetani anayemfuata mwanangu, rudi kwao kwa aibu. Hata Andrea alipokuwa mtu mzima, Mama Jenny bado alimchukulia kama mtoto mdogo. Aliingia chumbani kwake bila kubisha hodi. Alifungua drawer, alikagua nguo, hata alipapaswa mashati na kuyasikia, akijua kama mwanamke mwingine ameyashika. Andrea alipomleta mwanamke nyumbani, Mama Jenny alisimama jikoni mikono kiunoni, uso ukikunjamana kama karatasi ya mtihani, akasema, nani alikufundisha kupika hivi? Hiki ni chakula au adhabu? Andrea alimpenda mama yake, lakini upendo ule ulikuwa kama gereza. Kila mwanamke aliyemleta nyumbani, Mama Jenny aliwachana kama upepo unavyorusha majani makavu. Alikuwa akisema, hakuna mwanamke anayefaa kwa mwanangu. Wote wanataka pesa zake na kufunga nyota yake. Alimfuata kama kivuli. Hata aliposafiri, alikuwa akimpigia simu kila saa. Andrea alikuwa mtu wa pole, mwenye macho yenye huruma. Alikuwa na pesa mfukoni na busara kichwani. Alisoma nje ya nchi, akarudi na kuanzisha biashara yake. Akanunua nyumba, akanunua magari mawili. Watu wakasema, huyu ni mume wa ndoa kweli kweli. Ndipo alipokutana na Agatha. Agatha alikuwa mpole kama mikate ya asubuhi. Sauti yake ilikuwa laini kama upepo wa saa moja, tabasamu lake liking'aa kama umande wa alfajiri. Alikuwa mstaarabu, mtulivu na mwenye upendo mwingi. Kabla ya ndoa alikuwa anafanya kazi ofisini, lakini alipoolewa na Andrea, aliacha kazi ili kumsaidia nyumbani. Alikuwa anatunza nyumba kwa bidii, akipika, akisafisha na kumsaidia Andrea kusimamia nyaraka za biashara zake. Alifanya hayo kwa furaha. Alikuwa akisubiri mlangoni kila jioni hadi mume wake arudi. Lakini Mama Jenny hakupendezwa hata kidogo. Tangu siku ya kwanza, macho yake yalikunja kama sindano. Hapigi goti vizuri, alinong'ona. Agatha akatabasamu tena na kuamkia kwa heshima. Mama Jenny akapindua uso. Chakula chake hakikuwa na ladha ya mke. Ama alikuwa ameweka chumvi nyingi au mafuta kidogo. Labda anatumia hirizi kumkamata mwanangu, alisema. Ninamtazama kwa makini. Mwezi mmoja baada ya ndoa, Mama Jenny akaja kuwatembelea. Sijisikii vizuri. Nataka nipumzike kidogo tu, alisema. Alifika na begi moja tu, lakini kufikia jioni, vitu vyake vilikuwa kila kona ya nyumba. Kanga yake ilining'inia bafuni. Biblia yake ilikaa juu ya meza ya chakula. Viatu vyake vilisimama mlangoni pa chumba cha wanandoa. Aliingia jikoni kama mwenye nyumba, akapanga upya vyombo, akabadilisha sufuria ya supu, akamwaga ya Agatha na kuanza yake.
Kabla hata jogoo hajawika, Mama Jeni alikuwa akibisha mlango wa Agatha. Maji yangu ya moto yako wapi? Bado umelala? Hujui sala ya asubuhi inaanza saa 10? Alikaa kati ya Agatha na Andrea kwenye sofa. Alishika rimoti akabadilisha kituo. Alipocheka alicheka kwa sauti ya juu. Agatha alipoongea alihisi. Andrea alipokuwa safarini kikazi, Mama Jeni aliingia chumbani mwao, akalala kitandani mwao, akapapaswa mito, akaimiliki nyumba yote. Agatha alikuwa mtulivu, lakini macho yake yakaanza kubadilika. Tabasamu lake likaanza kufifia. Mabega yake yakaanza kushuka. Lakini Mama Jeni alikuwa bado anaanza tu. Aliita Agatha mvivu. Akasema hana kazi. Akasema anamsubiri tu Andrea ampatie mimba ili amnase. Agatha alijitahidi. Alisali. Alilia. Alipika vizuri, alisafisha vizuri, hata alipiga magoti vizuri. Lakini kwa Mama Jeni haikutosha. Kisha uongo ukaingia na kuvunja kila kitu. Jumapili moja Agatha na Andrea walibishana kuhusu kodi ya nyumba. Mjadala wa kawaida kati ya mume na mke. Mama Jeni alisimama nyuma ya mlango akisikiliza. Kabla jua halijazama, alikuwa tayari amepiga simu kwa nusu ya kijiji akisema, Agatha amempiga mwanangu kofi na kutukana familia yetu. Amesema hata mizimu yetu ni maskini. Agatha akalia. Kila siku moyo wake ulikuwa mzito, roho yake imechoka. Usiku mmoja baada ya Mama Jeni kumkaripia kwa muda wa saa 2, Agatha alipanga mizigo yake kimya kimya. Akaandika kijikaratasi kidogo, akakiweka juu ya meza. Nimekuja na upendo, lakini ninaondoka kwa machozi. Nyumba yenu ipate amani tena. Kisha akaondoka kama upepo unaopenya dirishani. Miaka 2 ilipita kama upepo wa hamatan. Moyo wa Andrea ulikuwa umechoka, lakini bado alitamani kupenda na kupendwa. Siku moja, katika mkutano mkubwa wa kibiashara uliofanyika katikati ya jiji la Dar es Salaam, Andrea alikutana na mwanamke mrembo, jasiri na mwenye busara, jina lake likiwa Jeni. Jeni alikuwa na kazi nzuri katika kampuni kubwa. Hakuwa mtu wa kupiga goti, lakini alikuwa na heshima. Alizungumza kwa upole na alitabasamu kwa macho, si kwa midomo tu. Zaidi ya yote, alimfanya Andrea acheke tena, kile kicheko cha kweli kilichokuwa kimepotea kwa muda mrefu. Andrea hakumwambia Mama Jeni kitu, si wakati huo. Alimwoa Jeni kimya kimya mahakamani. Hakukuwa na ngoma za kijiji, hakuna shamra, bali pete 2 na ahadi ya kimya. Lakini siri huwa hazilali. Zinaamka mapema kuliko jogoo. Mama Jeni alipopata habari, sauti yake ilitikisa kuta za nyumba. Umeoa nani? Mwanamke nisiyemjua, kutoka ukoo mwingine, dini nyingine, na hata harusi ya kortini. Sasa ndio unataka kufa? Andrea akamwambia kwa utulivu, Mama, ni mwanamke mzuri. Mama Jeni akamjibu kwa dharau, mzuri wapi? Umeleta mgeni nyumbani kwangu. Unataka radi ituangukie? Andrea alimuomba, Mama, tafadhali mpe nafasi. Jeni akaingia nyumbani, akiwa amevaa nadhifu, akinukia vizuri, akizungumza kwa heshima. Mama Jeni hakumjibu. Alitoka chumbani bila hata kumwangalia. Wakati wa sala za jioni, Mama Jeni alisali kwa sauti kubwa na kwa muda mrefu. Kila mwanamke mgeni katika maisha ya mwanangu, moto wa Roho Mtakatifu uwateketeze. Kila Jezebeli aliyetumwa kuvuruga familia yangu, Mungu mfichue. Jeni alikaa kimya, macho yakiwa na machozi yaliyobebwa kwa ustahimilivu, lakini hakukata tamaa. Siku moja Jeni alirudi kutoka hospitali akiwa na habari mbaya. Alikuwa amepoteza ujauzito wake wa kwanza. Andrea alimkumbatia, akambembeleza, lakini Mama Jeni alisimama mlangoni akisema, nilijua. Kisima kikavu. Umeoa mwanamke asiyebeba mimba. Unataka kufa bila mtoto. Alirudia maneno hayo tena wakati wakifungua kinywa. Alisema mbele ya wageni. Alisema kana kwamba anatema mawe. Jeni alilia bafuni.
Alilia kwenye mto. Alilia kimya. Halafu alfajiri moja kabla jogoo hajawika, alichukua mkoba wake mdogo, akaandika ujumbe mfupi. Nimekuja kwa amani, lakini amani haikunikaribisha. Namuombea mwanako apate sauti yake siku moja. Aliweka karatasi mezani jikoni, akafunga mlango kwa upole na akaondoka. Kama Agatha, naye alitoweka. Lakini safari hii Andrea hakupoteza tu mke. Alipoteza kitu cha ndani zaidi, tumaini. Akaishi miaka mingi bila mwanamke katika maisha yake. Nyumba ikawa kimya, kitanda kikawa baridi, moyo wake ukawa tupu. Mpaka jua lilipopiga jiji la Dar es Salaam jioni moja yenye utulivu. Jioni moja tulivu, jua lilipokuwa likitua juu ya anga la Tabata, Andrea alialikwa kwenye sherehe ya kuzaliwa ya rafiki yake. Hakuwa na hamu ya kwenda, lakini alijilazimisha, akiamini pengine kuna kitu kipya kitamtokea. Na kweli, kilitokea. Ndani ya ukumbi mdogo wenye mapambo ya rangi ya dhahabu na kijani, alimuona Lily akiingia, si kwa haraka, si kwa fujo, bali kwa hatua ya malkia anayejua alipo na anakotoka. Miguu yake iligonga sakafu kwa ujasiri, macho yake makali kama mshale, sauti yake laini kama mvua juu ya bati. Hakutabasamu sana, lakini alipotabasamu, hata jiwe lilitulia. Andrea alihema. Moyo wake uligonga kifua kama ngoma ya kijijini. Alimfuata. Waliongea. Wakacheka. Wakazungumza tena. Na kadri walivyoendelea kuzungumza, Andrea aligundua huyu hakuwa mwanamke wa kawaida. Alikuwa na moto, lakini si moto wa kuunguza, bali wa kutoa mwanga. Lily akamweleza kuhusu maisha yake. Jinsi alivyojenga kampuni yake ya kidigitali, alivyochoka na wanaume wa ovyo, na jinsi alivyokata uhusiano na watu waliomletea usumbufu. Andrea akamsikiliza kwa makini. Kisha akavuta pumzi ndefu. Nahitaji kukuambia jambo moja, alisema kwa sauti ya chini. Lily akamtazama machoni. Sema. Andrea akashika kichwa chake taratibu, akasema, mama yangu yupo sana katika maisha yangu. Ameharibu ndoa zangu 2 zilizopita. Anataka kuongoza kila kitu. Safari hii nahitaji amani, Lily. Lily alicheka. Sio kicheko cha kelele, bali cha ndani, kizito, chenye maana. Basi niachie nikutane na huyo simba wake katika pango lake, akasema, macho yakimetameta. Mimi si wake zako wa zamani. Siginamii wenda wazimu. Akileta moto, nami ninayo yangu. Andrea akatabasamu polepole. Lakini nyuma ya tabasamu hilo kulikuwa na hofu. Alijua moto miwili haileti amani. Hutoa moshi. Labda hata vita. Siku ya kwanza Lily alipokanyaga jikoni kwa Andrea, alivaa apron, akatabasamu na kuanza kucheza kidogo huku akipika. Harufu ya pilipili na mafuta ya mawese ilitanda hewani. Lakini Mama Jenny alisimama mlangoni, mikono kiunoni, macho makali kama tai. Lily akaongeza kachumbari. Mama Jenny akapiga mluzi. Akaongeza pilipili. Mama Jenny akasogea karibu. Ni chakula hiki au mateso? Unataka kuchoma ndimi zetu? Aliuliza kwa kejeli. Lily hakujibu. Alikoroga tu polepole. Majani ya mchaichai yameko wapi? Hii supu haina roho. Mama Jenny akalalamika tena. Akachukua kijiko, akaonja, akatema. Msosi wa kisasa. Wasichana wa siku hizi hawajui hata kupika. Lily alikaza kijiko mikononi, lakini mdomo wake ulibaki kimya. Jioni hiyo, Andrea alipoingia tu nyumbani, Mama Jenny alimkimbilia kwa shangwe. Mwanangu. Taji langu. Karibu nyumbani. Lily alikuja na glasi ya juisi baridi. Mama Jenny akamziba njia, akachukua glasi. Niachie niende kumpa. Niliyemlea, sio uliyemleta. Lily alisimama kimya. Hakupiga kelele. Lakini macho yake yaliwaka kama makaa chini ya kuni kavu. Andrea alitazama toka kwa mama yake hadi kwa Lily. Alihisi jambo linapanda hewani.
jambo lenye harufu ya moshi kabla ya moto. Asubuhi moja, kabla hata jua halijatoka vizuri, Mama Jeni aliingia sebuleni akiwa amevaa kanga yake ya kawaida yenye maandishi ya mama ni nguzo ya jamii. Alisimama mlangoni, akavua viatu, akaweka mikono kiunoni, macho yakiwa makali kama sindano mpya ya sindano ya sindikizo. Lili alikuwa ameketi kwenye kochi, miguu imevukwa, macho yakiangalia televisheni kimya kimya. Mama Jeni akasema kwa sauti ya ukali, hujanipigia salamu asubuhi hii? Hiyo ndiyo adabu mnatoka nayo Tabata? Lili aligeuka taratibu, sauti yake ikiwa ya chini lakini yenye uzito, nilikusalimia mama. Mama Jeni akapepesa macho, ulinisalimia kama vile unanifanyia fadhila. Ndivyo mnavyoamkia wakubwa huko kwenu? Lili alisimama. Akasogea hatua moja mbele. Macho yake yakatua kwenye macho ya Mama Jeni. Mama, alisema, nimekuwa kimya. Nimepika. Nimesafisha. Nimevumilia kauli zako. Lakini leo niseme jambo moja tu, heshima haiko upande mmoja. Ukinisukuma, nitakusukuma. Mama Jeni alishtuka kama mtu aliyemwagiwa maji ya barafu. Akapiga kelele, Andrea. Mwanangu. Unasikia anavyoniongelea? Anataka kunipiga. Andrea akatoka chumbani polepole. Uso wake umechoka. Akamwangalia mama yake, akamwangalia Lili. Lakini Lili hakuondoka. Hakulia. Hakupiga kelele. Alisimama imara kama mti usioinama mbele ya upepo. Na pale pale, Mama Jeni aliona huyu hakuja kuondoka. Jioni ile, jua likiwa kali, upepo ukiwa mkavu, feni ya dari ikiwa inazunguka polepole kama imechoka, Lili alikuwa jikoni akiandaa wali wa nazi. Mama Jeni alikuwa chumbani kimya kama nyoka kwenye majani. Ghafla, jamani! Ee Mungu wangu, kilio kilisikika kutoka chumbani kwa Mama Jeni. Alikimbia hadi sebuleni, akishika mkono wake wa kushoto. Damu ilikuwa ikitiririka. Kanga yake imechafuliwa. Sauti yake ilitetemeka. Saa moja baadaye, Andrea alirudi kazini. Alipoona damu sakafuni, alidondosha begi lake, moyo ukianza kudunda kwa kasi. Kulitokea nini? Mama Jeni alitoka chumbani, kanga ikiwa imeteleza, machozi yakimtiririka. Alinichoma. Lili amenijeruhi. Andrea akamgeukia Lili. Ni kweli? Akauliza kwa sauti ya kutetemeka. Macho ya Lili yalikuwa mekundu. Si kwa aibu bali kwa hasira. Sikumgusa, alisema kwa sauti ya chini. Sikuingia hata chumbani kwake. Mama Jeni akajirusha sakafuni kama mtu aliambiwa habari ya msiba. Akalia kwa kilio cha nguvu. Lakini moyoni mwa Andrea jambo halikukaa sawa. Usiku ulipofika na kila mtu kulala, Andrea alikumbuka kitu, kamera ndogo aliyowahi kufunga jikoni miezi michache iliyopita baada ya wizi mdogo kutokea. Aliichukua simu yake polepole, akaingia kwenye programu ya kamera, akarudisha video ya siku hiyo. Na pale akakiona Mama Jeni akiwa peke yake jikoni, akishika kisu kidogo, akijichana mkono wake taratibu. Damu ikaanza kutoka. Akaenda sinki, akaosha kisu, akafuta mikono kwa taulo, kisha akarudi sebuleni akiwa kimya kama hakujatokea chochote. Andrea alidondosha simu. Mikono ikatetemeka. Hakusema kitu kesho yake. Hakupiga kelele. Lakini macho yake yalifunguka. Aliyekuwa anafikiri ni mlinzi wa familia yake, kumbe ni chanzo cha maangamizi. Asubuhi moja ya Jumamosi, Lili alifunga kanga yake kwa nguvu kiunoni, akasimama mbele ya Andrea na kusema kwa uthabiti, sitasema ndio hadi nione ukoo wako. Nataka kujua umetoka wapi. Nataka kujua ardhi yako inanuka nini. Andrea alitabasamu kwa upole. Sawa, tutakwenda kijijini kwa ajili ya utambulisho. Lakini kabla hata maneno hayajamalizika, Mama Jeni alitokea kutoka chumba cha pembeni kama radi ikikata anga. Nafuu, umesema. Nitalifuatilia hili jambo. Siwezi kuruhusu mwanangu arogwe kule.
Sitaki mikono ya wachawi kumtawala. Mimi lazima niende naye. Nitakuwa na maombi yangu, Biblia yangu na macho yangu. Lily alimkodolea macho. Mama Jane akarudisha macho. Moto ulichomoka hewani. Hakuna aliyeyumba. Hakuna aliyesema tena. Siku hiyo hiyo walipakia mabegi yao. Mama Jane alibeba gunia kubwa kama vile anaenda kuhamia kabisa. Lily alibeba mkoba mdogo. Andrea alibeba briefcase yake ya kawaida. Walifika stesheni ya reli saa 1 usiku. Treni ya usiku ikawa tayari kuondoka. Walipoingia ndani ya kabati lao la watu watatu, Mama Jane alikimbilia kiti cha pembeni mwa Andrea. Akakaa karibu naye, akashika mkono wake kwa nguvu kama kamba inayofunga mzigo. Lily alimtazama kwa jicho la ukimya. Hakusema neno. Akaketi upande wa pili, uso wake ukiwa mtulivu, lakini macho yake yakiwa na cheche za moto. Moto haukuwaka kwa nje, ulikuwa unavuta moshi ndani kwa ndani. Treni ilipoanza kusonga, chuku 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 chuku, kelele ya injini ikaanza kufunika ukimya wa kabati. Lakini ndani, vita ilikuwa inatamba. Kila Lily alipotaka kuongea na Andrea, Mama Jane alikofia kwa sauti kubwa. Kila Andrea alipotabasamu kwa Lily, Mama Jane alishika mkono wake na kusema, "Mwanangu, una njaa? Nikuandalie chai." Lily hakuwa na haja ya kupiga kelele. Lakini vidole vyake vilikuwa. Mama Jane alikuwa karibu na Andrea, mgongo wake ukiwa umeegemea chini ya miguuni kwake, mkono wake ukiwa mapajani pa Andrea. "Mwanangu, unahitaji maji? Nikupe upepo? Si baridi sana, eh?" Lily alikaa kimya. Midomo yake haikusema neno. Lakini mguu wake ulitetemeka kidogo, kama radi iliyojificha nyuma ya mawingu. Kila Lily alipojaribu kuongea, Mama Jane alicheka kwa sauti ya juu, "Hiyo si hoja, mwanangu. Usimsikilize. Anajua unanipenda kuliko yeye." Abiria waliokuwa wakijifanya kulala, sasa walianza kufumbua macho. Mama Jane akafungua kijikiboksi, akatoa pufupufu. "Hapa mwanangu, kula. Usichukue kitu kutoka kwake. Hujui amepika kwa mikono gani." Andrea akakohoa. Lily akamtazama. Aligeuza uso. Kifuani kwa Lily, mapafu yalikuwa kama moto unaowashwa na upepo wa ndani. Kisha Mama Jane akasimama. Akatandika kanga yake vizuri, akavuta pumzi. "Nasubiri sana wazee wa ukoo wamuone huyu binti. Si mke huyu, ni kimbunga chenye nywele." Akamnyooshea kidole Lily. "Wewe umekuwa ukinitukana jikoni, sebuleni, hata ndani ya moyo wa mwanangu. Leo mbele ya mashuhuda umevuka mipaka." Lily hakutikisika. Lakini vidole vyake vilianza kubana kanga yake kwa nguvu. Andrea alishika paji la uso wake. Mama Jane akapaza sauti, "Unadhani uzuri ni heshima? Unavaa nguo za kisasa na kudhani una malezi. Mwanangu, unamuona? Anakuroga kwa upole wa bandia." Abiria mmoja akamnong'oneza mwenzake, "Huyu mama ana sauti kama redio ya vita." Wengine wakasogea pembeni, tayari kwa jambo lolote. Lily akainua uso wake taratibu. Macho yake yalikutana na ya Mama Jane, moto mkali, mkavu na wenye ukali wa msumeno. Mama Jane alianza kutetemeka. Si kwa hofu, bali kwa hasira. Macho yake yakawa mekundu kama pilipili kichaa. Akainua mkono wake kama kiwembe. "Leo nitakufundisha jinsi ya kuheshimu mama mkwe." Kofi liliruka hewani kwa kasi. Lakini Lily alikuwa mwepesi. Kama paka anayekwepa moto. Alipokwepa, kabla hata Mama Jane hajateremsha mkono wake chini, bam! Lily alirusha kofi la moto. Lilipiga uso wa Mama Jane kwa sauti iliyozunguka kabati lote. Mtoto mmoja pembezoni alianza kulia. Mwanamke mmoja alishika kinywa chake. Mwanaume mmoja aliacha kula biskuti. Mama Jane alibaki na mkono angani. Shavu lake likawa jekundu kama mkaa mkavu. "Umenipiga?"
Mimi. Mama mkwe wako alipiga kelele. Lili akasimama, kanga ikitetemeka kiunoni. Ndiyo. Kwa sababu umetosha. Umekuwa ukibeba matusi kama mfuko wa chakula. Leo nimekurudishia mzigo wako. Mama Jeni akasimama pia, miguu yake ikitikisika kama unyasi kwenye upepo wa masika. Akamtazama Andrea, macho yakiwa na machozi, sauti ikivunjika, mwanangu. Unaona alivyofanya? Huyu ni Jezebeli, mzaliwa wa nyoka. Lakini Andrea alikaa kimya. Mdomo wake ulikuwa wazi, lakini sauti haikutoka. Ndani ya treni haikuwa moto wa jua, bali wa mioyo iliyochoka na hofu iliyosubiri kulipuka. Na hapo ndipo jambo kubwa zaidi lilipotokea. Dakika chache baada ya kofi la moto, kabati la treni lilikuwa kimya kama kaburi. Hakuna aliyesema. Hakuna aliyepumua kwa nguvu. Hata upepo nje wa dirisha ulionekana kuwa makini. Lili alisimama bado, mikono yake ikiwa mbele kidogo, macho yake hayakupiga mwelekeo wa aibu, bali wa onyo. Mama Jeni alikuwa amesimama, mkono mmoja ukitetemeka, uso wake ukiwaka kama mkaa wa tanuru. Mimi nitakuonesha, wewe si mwanamke wa ndoa, ni pepo wa mashariki, alinguruma kwa hasira. Wakati akipiga hatua kwa kasi kuelekea upande wa mlango mdogo wa treni ulioachwa kidogo wazi kwa ajili ya hewa, miguu yake iliteleza juu ya viatu vyake vya plastiki vilivyokuwa vimeshuka upande mmoja. Ghafla, kikoo! Kelele moja ya kutisha ikasikika. Mama Jeni alikosa usawa. Alijaribu kushika ukuta lakini akakosa. Aliumba, akageuka upande mwingine, akarusha mikono hewani, halafu uhoosh! Mwili wake uliruka nje ya treni kama mfuko mwepesi ukipulizwa na upepo mkali. Ndani ya kabati watu walipiga mayowe. Wengine walikimbia kwenye dirisha, wengine walifunika midomo yao kwa hofu. Lili alibaki amesimama, mikono bado ikiwa angani kama mtu aliyekuwa tayari kumzuia lakini akachelewa. Macho yake yalikuwa wazi, yamejaa mshangao. Andrea alipiga kelele kubwa, mamaa! Alikimbilia mlangoni, akashika fremu ya mlango, lakini nje kulikuwa giza. Njia ya reli, vichaka na upepo tu. Treni haikusimama. Lakini kila mtu ndani alihisi dunia imesimama. Andrea alishika kichwa chake, akapiga magoti. Abiria waliokuwa kimya sasa walikuwa wanazungumza kwa sauti za chini. Mama mkwe kaanguka treni, jamani. Mama mtu. Si alikuwa na hasira sana? Walisema Lili alimsukuma. Lakini sidhani. Habari ilitangulia kabla treni haijafika kijijini. Ilizidi hata kasi ya injini. Mama Jeni ameanguka kwenye treni. Lili kasukuma mama mkwe wake. Amekufa. Hapana, wengine wanasema ametoweka kichakani. Watu walikuwa na midomo ya kusema lakini mioyo haikuwa na machozi ya kweli. Kwa sababu vijijini walimjua mama Jeni. Walijua kinywa chake. Walijua roho yake. Yule mama aliyekuwa akiwachapia majirani wake mafuta ya upako. Yule mama aliyekuwa akimwaga maji ya maombi kwenye mchuzi wa wasichana wa watoto wake. Yule mama aliyewahi kusema, sitakubali mwanangu kufungwa na mwanamke hata iweje. Walipokusanyika chini ya mti wa mkungu, wazee wa kijiji walitikisa vichwa vyao kimya kimya. Mzee mmoja akavua fimbo yake ya mpira, akaishikilia kwa goti, akasema kwa sauti ya chini, wakati mwingine, uovu huvaa heshima kama kanga mpya. Mzee mwingine akasema kwa sauti ya kusinzia, labda huyo msichana amemuokoa Andrea dhidi ya matatizo ya kiroho. Hata wake waliokuwa wakimsema Lili huko nyuma, sasa walikuwa wakinong'ona tofauti, kama angesukuma kweli, asingekaa tu pale. Labda amevumilia mno. Treni iliposimama kwenye stesheni ya kijiji cha Mabwepande, watu walishuka kwa haraka, wengine kwa taharuki, wengine kimya kimya kama waliotoka mazishini. Andrea alishuka akiwa haamini kilichotokea. Moyo wake ulikuwa mzito kama jiwe lililolowa na mvua ya masika. Wahudumu wa reli walipiga simu kwa kikosi cha uokoaji.
Muda si mrefu, tochi ziliwaka, watu wakaanza kupita pembeni mwa reli, wakaita kwa sauti. Mama! Mama Jenny! Unatusikia? Tafadhali jibu. Kwa karibu kilomita moja kutoka eneo aliloangukia, mmoja wa vijana wa uokoaji alipiga kelele, wamekuta kitu huku. Walikimbilia eneo hilo, kichakani, katikati ya miiba na vichaka vya mivule, palikuwa na mtu. Mama Jenny. Alikuwa amelala chini, uso wake umejaa vumbi, mguu mmoja umevunjika kama kijiti kilichokanyagwa. Kanga yake ilikuwa imechanika vipande vipande. Kichwa chake kilikuwa na uvimbe mkubwa upande mmoja. Lakini bado alikuwa hai. Mdomo wake ulikuwa ukitamka kwa sauti dhaifu, maji maji. Walimchukua haraka hadi hospitali ya mkoa wa Mkuranga. Madaktari walimkimbiza kwenye chumba cha dharura. Wakamfunga bandeji kichwani, wakaingiza drip, wakaweka oksijeni puani. Alikuwa hajafa. Lakini mwili wake ulikuwa umevunjika. Na sasa heshima yake pia ilikuwa katika mashaka. Wakati huo, Lily alikuwa kituo cha polisi. Maafisa wawili walikuja wakambeba kimya kimya, wakamvalisha pingu. Hakukuwa na maelezo, hakuna majibu, tu mashaka. Unashitakiwa kwa jaribio la kuua, askari mmoja akasema. Kuna mashahidi waliosikia ugomvi. Mwanamke amedondoka. Wewe ndio unashukiwa. Lily hakupinga. Hakupiga kelele. Aliweka mikono mbele, macho yake yakiwa yamechoka, lakini moyo wake bado haujakatika. Alipelekwa mahabusu. Humo alikaa kimya, macho yake yakitazama ukuta usio na rangi. Usiku ulichukua muda mrefu, lakini hakulia. Wakati huo huo, Andrea alirudi hospitali. Alipomwona mama yake kwenye kitanda, uso wake ukiwa dhaifu lakini tabasamu la kiburi bado likiwa uso wake, aliketi pembeni kwa ukimya. Mwanangu, Mama Jenny aling'aka kwa sauti dhaifu, ule msichana hafai. Alinitukana. Alinisukuma. Andrea alishusha pumzi ndefu. Halafu akasema, mama, nina swali. Ni kweli ulinijeruhi mwenyewe pale jikoni? Mama Jenny aligeuza kichwa polepole. Ulinikata mkono wako kwa kisu. Ukaosha damu. Ukadanganya. Kimya. Andrea akatoa simu yake. Akaonesha video kutoka kamera ya jikoni, video ambayo ilimuonesha Mama Jenny akiwa peke yake, akikata mkono wake mwenyewe. Aliona kwa macho yake. Mama Jenny alitetemeka. Midomo yake ikaanza kuzungumza polepole. Sauti yake ikawa ya maumivu na kukubali. Mwanangu, nilikuwa na kulinda. Hawakuwa wanakufaa. Hawakunizoea. Walikuwa wanaichukua nafasi yangu. Andrea alinyamaza. Macho yake yalijaa ukungu wa machozi, lakini hakulia. Akasimama, akasema kwa sauti baridi kama mvua ya usiku, uliwavuruga wote. Ukamfukuza Agatha. Ukamlazimisha Jenny kuondoka. Na sasa Lily yuko jela kwa kosa ambalo halikuwa lake. Mama Jenny akasema kwa sauti dhaifu, niliogopa kumpoteza mwanangu. Andrea akamwangalia kwa macho makali, ulinipoteza tayari, mama. Siku iliyofuata, Andrea alienda kituo cha polisi akiwa na uso wa mtu aliyebeba dunia mabegani mwake. Alimweleza mkuu wa upelelezi kwa utulivu, nina ushahidi kuwa Lily hakusukuma mama yangu. Tafadhali tazameni video hii. Walikuwa na shaka mwanzoni, lakini waliamua kuifungua kamera ya usalama aliyowahi kufunga kwenye kabati la treni, kamera ambayo Andrea aliwahi kuweka ili kushika vibaka wa mizigo, lakini sasa ilikuwa msalaba wa ukweli. Video ikachezwa. Kila mtu alitazama. Wakamwona Mama Jenny akisimama kwa hasira. Wakamwona akitembea kwa haraka kuelekea kwenye mlango wa hewa. Wakaona jinsi viatu vyake vilivyoteleza. Wakaona mikono yake ikijaribu kujishikilia. Wakaona alivyoanguka mwenyewe. Hakukuwa na mtu karibu naye. Hakuna kusukumwa. Hakuna kushikwa. Hakuna dhuluma. Video ilikoma. Ukimya ukatawala chumba cha mahojiano.
Afisa mmoja akavuta kiti, akamtazama Lili aliyekuwa ameketi kona ya chumba, macho yake yamevimba kwa kulala chini ya uonevu. Tunaomba radhi kwa usumbufu, dada Lili, akasema kwa sauti ya heshima. Ulikuwa umefungwa kwa tuhuma zisizo na msingi. Upo huru. Pingu zikafunguliwa. Mikono ya Lili ikawa huru tena, lakini moyo wake ulikuwa umechoka. Hakusema neno. Alisimama tu polepole, akavaa viatu vyake, akainama kidogo kama ishara ya shukrani ya kimya. Alipotoka nje, alikuta Andrea amesimama pembeni ya lango kuu. Hakuwa na maua. Hakuwa na tabasamu. Lakini mikono yake ilinyoshwa mbele. Walimwangalia kwa sekunde chache. Kisha Lili akachukua mkono wake. Na kwa kushikana mikono hiyo, kila kitu kiliongea. Samahani. Asante. Umenivumilia. Umenielewa. Jioni hiyo Andrea alirudi hospitali. Alilipa bili zote. Akanunua dawa. Akalipia kiti cha magurudumu. Akapanga usafiri wa mama yake kurudi kijijini. Alipoingia kwenye wodi, mama Jenny alikuwa amelala. Alipoamka alimkuta Andrea amesimama dirishani. Mwanangu, alisema kwa sauti ya uchungu, niruhusu nibaki hapa hadi mnapoana. Nibariki ndoa yenu. Nitabadilika. Andrea aligeuka. Macho yake yalikuwa baridi kama mvua ya masika. Mama, umetosha. Umeshawahi bariki nyumba hii kwa moto. Hii siyo nafasi ya baraka, ni nafasi ya majivu. Mama Jenny alilia. Alijaribu kufika kwa mkono wake. Andrea akapiga hatua nyuma. Sitakufukuza, lakini nakupeleka kijijini. Gari litakuchukua kesho. Na nimewaambia familia yote, usiwepo tena nyumbani kwangu. Sio kwa matanga. Sio kwa mtoto. Sio kwa chochote. Alitoka kwa ukimya. Machozi ya mama Jenny yakadondoka kimya, lakini hakuna sauti ya huruma iliyomsindikiza. Miezi mitatu ikapita kama upepo wa alasiri. Hakukuwa na kelele za ngoma. Hakukuwa na mbwembwe za wachungaji. Hakukuwa na matamko ya ukoo. Hakukuwa na matangazo ya redio wala harusi ya magazeti. Lakini kulikuwa na kitu kimoja, amani ya kweli. Siku moja tulivu, katika bustani ndogo ya nyumba ya Andrea pale Tabata, chini ya kivuli cha mti wa mfenesi, Lili na Andrea walivaa nguo zao rahisi, Lili akiwa kwenye gauni jeupe la vitambaa vya kitenge kilichopambwa kwa mikono, na Andrea akiwa katika suti ya kawaida ya rangi ya majivu. Waliketi mbele ya mchungaji mmoja wa eneo hilo, rafiki wa zamani wa Andrea. Marafiki wachache tu walikuwepo. Watu wa kazi wa ofisi ya Lili walikuwepo. Majirani watatu walioshuhudia maisha ya Lili kila siku walihudhuria. Na mtoto mdogo wa jirani alileta maua. Pete zilivishwa. Tabasamu zilivaliwa. Hakukuwa na dji, lakini kulikuwa na kelele ya upendo ndani ya mioyo yao. Mchungaji alinyosha mkono na kusema, Mwenyezi Mungu na awape amani isiyohitaji ukuta wala mlango. Amani inayozaliwa ndani ya mioyo yenu na kukua kila siku kama mimea kwenye mvua ya kwanza. Lili akasema, Amina. Na safari hii alimaanisha kweli kweli. Katika nyumba yao hakukuwa tena na kiti cha mgeni kilichowekwa kwa ajili ya mama mkwe. Hakukuwa tena na chakula maalum cha maombi ya shaka. Hakukuwa na maneno ya hukumu yaliyopambwa kama ushauri. Ilikuwa nyumba ya upendo, si ya woga. Ya kushikana mikono, si ya kuogopa midomo. Tabata ilijua. Lakini haikusema. Watu walinyamaza. Kwa sababu walielewa. Waliona jinsi Andrea alivyoanguka na kusimama. Walimwona Lili aliyekuwa akiwasha moto, sasa akiwa taa ya nyumba. Na kule kijijini Mama Jenny alikaa kwenye chumba chake kidogo kilichojengwa kwa tope na bati. Mguu wake ulifungwa plasta. Kichwa chake kilikuwa na kovu. Sauti yake haikutikisa tena asubuhi. Biblia yake ilikaa kimya juu ya stuli. Hata mbuzi wa jirani walipita bila kumtazama tena. Hakuna aliyetuma pesa.
Hakuna aliyeandika barua. Hakuna aliyeomba baraka. Hakuna aliyeleta watoto wake amwangalie. Mtoto wa jirani alikuwa akifika mara moja kwa wiki kumletea uji. Hapo ndipo angepata mtu wa kuzungumza naye kwa dakika 5 kabla mlango kufungwa. Na katika sala za usiku wa familia ya Andrea, jina la Mama Jane liliachwa kimya, kama mstari wa Biblia uliofungwa kwa wino mweusi. Andrea alijifunza, upendo bila mipaka ni gereza. Familia bila heshima si nyumbani. Na mwanamke anayevumilia hadi mwisho anastahili kulindwa, si kushambuliwa. Lily naye alielewa. Mapenzi si vita ya sauti kubwa, ni kujua wapi kunyamaza. Na wakati mwingine, ukipigania heshima yako, utaitwa mbaya, lakini utajua thamani yako. Mama Jane alibaki na kitu kimoja, ukimya. Ukimya wa nyumba isiyo na sauti. Ukimya wa simu isiyolia. Ukimya wa jina lake kutokutamkwa. Ukimya wa moyo wake usiojua kusema tena. Hitimisho la hadithi. Hadithi hii ni kama tembo aliyeketi juu ya kigoda nzito, yenye funzo, yenye maumivu, lakini pia yenye uzima. Kwa sababu si kila mkwe ni mchawi. Si kila mama mkwe ni malaika. Na si kila hasira ni uovu. Wakati mwingine ni sauti ya mtu aliyevumilia vya kutosha. Funzo. Chuki ni kama sumu polepole. Inaanza kwa neno. Inakuwa kwa wivu. Inatamalaki kwa udhibiti. Na mwishowe huua upendo wote. Na upendo bila ulinzi wa mipaka unageuka kuwa gereza. Lily alipata haki. Andrea alipata amani. Mama Jane alipata ukweli. Je, na sisi tumejifunza? Mimi naitwa Maria. Kama umependa simulizi hii, naomba ulike video yangu na ukomenti pia, na kuomba usubscribe kwenye chaneli yangu. Asanteni.